Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein na naendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri duniani, lakini tunaitazama Iran wakati huu ambapo taifa hilo limeapa kamwe halitokubali kuvunja vinu vyake vya kurutubisha uranium kama ambavyo Marekani inataka. Katika siku za hivi karibuni, Ayatollah Al-Khamenei alisema wao wapo tayari kufanya mazungumzo na Marekani, lakini mazungumzo hayo yasihusishe juu ya kuvunjwa kwa vinu vyake vya kurutubisha uranium kwa ajili ya kutengeneza nyuklia ambayo ni kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nchi hiyo. Iran na Marekani zinatazamiwa kufanya duru ya pili ya mazungumzo siku ya leo ya Jumamosi mjini Roma, wiki moja baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Oman ambayo pande zote mbili zilieleza kuwa yalikuwa ni chanya. Hata hivyo, tayari viongozi kutoka Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameshawasili huko Roma na mwenzake wa Marekani bwana Steve Witkoff naye pia tayari amewasili, na wakati huu kinachosubiriwa ni mazungumzo hayo kuanza na hatimaye kupatikana kwa kile ambacho kinatajwa juu ya makubaliano juu ya masuala ya nyuklia ya Iran. Wakati huo huo, Donald Trump, rais wa Marekani, alisema siku ya Ijumaa kwamba hatairuhusu Iran kupata silaha za kinyuklia na wahakikishia kwamba Iran hawatakuwa na silaha za nyuklia, na ikiwa wana silaha za nyuklia nyote hamtakuwa na furaha. Nyote hamtakuwa na furaha sana kwa sababu maisha yenu yatakuwa katika hatari kubwa, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval. Trump ambaye amerejesha kampeni ya shinikizo la juu zaidi mjini Tehran tangu Februari, aliachana na mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani mwaka 2018 wakati wa muhula wake wa kwanza, na akaiwekea tena vikwazo vinavyolemaza uchumi wa Iran. Lakini katika kipindi hiki, moja kati ya jambo muhimu ambalo Iran inasema haitoweza kuachana na urutubishaji wa uranium. Katika miaka ya hivi karibuni, Tehran imevuka mipaka makubaliano ya mwaka 2015 juu ya mpango wake wa nyuklia ulioundwa kuifanya iwe ngumu kutengeneza bomu la atomiki. Iran, ambayo viongozi wake wameapa kuiangamiza Israel, wanasema haitafuti silaha za nyuklia bali inarutubisha madini ya uranium kwa kiwango kikubwa zaidi ya kile kinachohitajika kwa mpango wa nyuklia wa kiraia na hatua fupi mbali na kiwango cha silaha. Siku ya Alhamisi alipokuwa akizuru Tehran, mkuu wa shirika la atomiki duniani IAEA Rafael Grossi alionya kwamba Marekani na Iran hazina muda mwingi wa kuweka makubaliano. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, ambaye utawala wake ulijaribu bila mafanikio kurejesha mapatano ya mwaka 2015, hakuweza kukidhi matakwa ya Tehran ya kuhakikishiwa kwamba hakuna utawala wa baadaye wa Marekani ambao ungekuja kughairi. Wakati wote Tehran na Washington wamesema wamedhamiria kufuata diplomasia na wanasalia mbali katika mzozo ambao umezuka kwa zaidi ya miongo miwili. Mistari mekundu ya Tehran iliyoagizwa na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei haiwezi kuathiriwa katika mazungumzo hayo, afisa huyo aliambia Reuters, akieleza msimamo wa mazungumzo wa Iran kwa sharti la kutotajwa. Alisema mistari hiyo mekundu ina maana kuwa Iran haitakubali kamwe kuvunja vinu vyake kwa ajili ya kurutubisha uranium, kusitisha urutubishaji kabisa au kupunguza kiwango cha uranium iliyorutubishwa inayohifadhi hadi kiwango cha chini cha kiwango kilichokubaliwa katika mkataba wa mwaka 2015 ambao Trump aliuacha. Pia haitajadili kuhusu mpango wake wa makombora ambao Tehran inauona kuwa nje ya wigo wa makubaliano yoyote ya nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza yale yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.